Leo wakati tunafungua show tulianza na ngoma ya Oscar. Sasa sijui kwenye upande wa music anaitwa nani? Bado anaendelea kuitwa Oscar au kuna jina lingine ambalo anaweza kana litumia? Mzee wa Kaliwa au tupite tu Mzee wa Kaliwa kwenye music, sio? Au Oscar inafaa zaidi? Au tuajibi? Tusubiri nadhani atakapotoa official statement. Lakini ukiangalia katika ile cover aliyoiposti pale wameandika Oscar. Kwenye ile cover. Tutakutambua kote hivyo. Nadhani ndo hata kwenye cover kaiweka hivyo. Msanii alianza muziki akiwa superstar. So jana ametoa ngoma yake inaitwa Mniombe. Of course not jana, leo usiku wa kuamkia leo. Ametoa ngoma yake inaitwa Mniombe, yuko na Joh Makini mwamba wa Kaskazini. Hasa kama utakumbuka jana pia tulizungumza hapa kupitia Newsbeat kuhusiana na kusema kwamba yeye ndo the new king kwenye muziki wa hip hop kwa sababu ameona kama game ya hip hop imelala hivi na vitu kama hivyo. Hasa leo kwenye Newsbeat tuko na Zaid. Ambapo msanii wa hip hop anayefahamika kwa jina la Zaid baada ya siku ya jana Oscar kusema kwamba amekuja kwenye hip hop kuweza kuisave, kwa maana kwamba hip hop imekufa na ameachia ngoma. Zaidi ametoa maoni yake juu ya ngoma hiyo hapo ambayo Oscar ameitoa na kuona kwamba yeye ndo king ambaye anakuja kukomboa muziki wa hip hop ambao inasemekana umekufa. Ambapo ukumbuke kwamba Zaidi ni mtu ambaye anafanya muziki wa hip hop na kuna wasanii wengine wengi ambao wanafanya muziki wa hip hop. Kwa maana kwamba Oscar akisema kwamba muziki wa hip hop umekufa ni maana kwamba wamewagusa wasanii wengine wote wa muziki wa hip hop hawafanyi vizuri kwa miaka mitano. Ni kwamba na pia wanawezekana wamekufa ndio maana muziki umekufa, si ndio? Na anakuambia moshi mweupe umeonekana. Okay, Zaidi huyu hapa anatoa mtazamo wake kuhusiana na ujio mpya wa new king kwenye game ya muziki wa hip hop. Mimi niliona post akisema kwamba hip hop imepoa kwa miaka mitano na nini, haiko sawa na vitu kama hizo. Kwa hiyo yeye anakuja kuikomboa au kuiokoa. Mimi nikawa attention kidogo nisikie anaikomboaje. Umeelewa? Kweli hip hop ina kidogo kuna matatizo na kuna namna ambavyo haiko poa huku kwenye upande wa mainstream, ingawaje kule upande wa underground watu wanafyatua madude makali na vitu kama hizo. Nafikiri ni nafasi tu. Kwa hiyo mimi nika pay attention sasa nione mkombozi anakujaje ili sisi tumpokee kama wafuasi pengine. Nimesikia verse bwana, nimesikia verse. Mimi cha kumshauri mzee wetu abaki kuwa mtangazaji kwa sababu kule ana fit sana na tunamshabikia wengi. Sasa huku alipo manake atatupoteza kwa sababu verse ni mbaya, uchanaji ni mbovu, uwasilishaji ndo kabisa. Yani unajua, yani kwenye 10 ya 10 mimi nampa 0 ya 10. Lakini cha kushauri kingine mimi nafikiri kwa sababu ana network kubwa tayari, ashakuwa mtu ana nafasi yake, akae nyuma ya madogo wengi wako wanahitaji nafasi. Sisi wenyewe wote tunahitaji nafasi, kushawishi wadau, awe manager, awe mpangiliaji wa nyuma ya wasanii. Lakini yeye kuwa mbele hapo, yeye sasa ndo kaizika. Yani badala kwamba hiyo hip hop anayosema imepungua makali, sasa yeye ndo kaiua na kuizika. Kiukweli kabisa verse yake mbaya sana. Yani abaki tu kuwa mtangazaji mzuri basi. Yani sikutegemea kabisa kama angeweza kufanya verse ambayo hainogi. Unajua, yani unaweza kawa umetengeneza mchuzi wako ukawa umejaza vitu binzari na nini ukategemea utanoga. Jamani, kajaza kila kitu afu haunogi. Amejaza auto tune kamixiwa vizuri, mdundo na vitu kibao, lakini kaishia tu kuweka mifumo mibaya kwenye rap. Kwa hiyo verse mbaya, wimbo mbaya, hajaja kuikomboa rap, kaja kuizika rap. Yani kifupi hapa, rapa wakaliua, hajaliua biti. Yani kaliua hajaliua wala nini. Chana na mtazamo wa Zaid, pia tuko na One the Incredible ambaye yeye pia ametoa mtazamo wake na kuna kitu ambacho amemchana pia Oscar kuhusiana na yeye kuingia kwenye game ya muziki wa hip hop. Oh really? Unadhani mtu kama One angeamua kukaushia kwenye kile ambacho amekizungumza Oscar? Sema game imechangamka, mimi nimependa. Of course, rappers wamereact. Of course. Well, Niki kweli kabisa nitakwambia hiki. Simfahamu, sijawahi kusikia kazi yake ya sanaa, sijawahi kujua hata kama huyo mtu ni muhusika, kwa sababu kuna kamati ambayo tunatambuana, wana kamati, hatujawahi kumjua yeye. Kwa hiyo anapokuwa na kauli kama hizo, ni mtu binafsi tu amejisikia kusema hivyo. Haitusumbui sisi kwa sababu mwisho siku tunachokifanya sisi mbona bado tunaendelea kukifanya na tupo kwenye utaratibu wa kuendelea kukifanya. Sasa yeye
ana kauli yake na kila mtu ana uhuru wa kuwa na kauli. Kwa hiyo, lakini sisi kama wanakamati tunajua hatuna jina lake kwenye kamati, hajawahi kuwepo kwenye vikao vyovyote vile vya wana hip hop wa Tanzania ambao tukikutanaga wana hip hop wa Tanzania, hiyo sio Dar es Salaam tu, ni Arusha, wapi tukikutana kwenye vikao, yeye hajawahi kuwepo. Hatuwezi kuzingatia kauli yake kama inatuhusu, kwa sababu yeye sio mhusika wa chama pia. Kuna haja kuendelea kusikiliza maoni ya wasanii wengine wa hip hop au tuishie hapo? Tuendelee. Tuangalie mtazamo wa watu wengine pia. Hii mada ya hip hop mimi naipenda hii. Oh, okay. Anyway, so tuko na Pima Wenge pia, msanii wa hip hop, ambapo yeye kwa upande wake pia ametoa maoni yake na mtazamo wake kuhusiana na kile ambacho amekifanya Oscar. Mniombe. Na kwetu tunatakiwa tuendelee kumwombea. Maombi inabidi yawe mengi sana. Kwa sababu vita pia imekuwa kubwa ukiachana na kile ambacho ameconfess kwenye ngoma. Wewe mshikaji wake Baba Levo mwenyewe kamkataa. Anahitaji maombi Oscar. Noma. Mimi nachofurahi napoona watu tofauti ambao tulikuwa tunawatazama kwenye mitazamo mingine, tunaona wanakuja kujihusisha kwenye hip hop. Of course niko na Max Cortez, kuna mahali tumekutana, nikawa namwambia nimefurahishwa sana na ile project ya Chief Godlove kuwashirikisha wasanii wa rap kwenye wimbo mmoja, which means kwamba kumbe tuna supporters wengi wa hip hop ambao wapo kwenye mambo yao tofauti mengine na huu muziki, lakini wanapenda ambacho kinafanyika na wanatafuta tu muda wa kujiengage. Kwa hiyo hata Oscar tulikuwa tunampenda kwenye mambo mengine huko ya upresenter na kuongelea namna anavyoweza ku-create maneno, sijui naita, anajua ku-create sana misemo kwa namna ya kufumba, lakini ukifumbua inakuwa ina maana tofauti. Kwa hiyo ni mtu ambaye tayari tulikuwa tunamwona critical thinker tayari. Sasa ukiambiwa na mtu kama huyo tena amekuja kwenye hip hop, tunazidi kufurahi zaidi kwamba kumbe bado tuna watu wengi sana nje ya hiki ambacho tunakifanya sisi wengine, lakini kumbe wanakifuatilia, wanakijua na wanatamani wapate muda wa kushiriki. Kwa kama hivi imetokea ameshiriki, mimi niseme tu kusema kwamba tujiandae au tujipange kwamba amekuja kuchukua nafasi sio point kubwa, lakini point kubwa kwangu ni kuona na yeye amekata kipande chake cha keki. Yani kama hip hop ni keki, basi na yeye amekuja kukata kipande chake. Kwa hiyo maana yake ameonyesha ushirikiano kwenye jambo kubwa kama hili. Ni mtu wa kumpa nguvu, wa kumpa support. Mimi binafsi nitasupport ambacho anakifanya kama ambavyo nitasupport alichokifanya Chief Godlove. Kwa hiyo natamani watokee wengine wengi kujihusisha kwenye hip hop ili watu waone thamani na ukubwa wa hip hop ulivyo na namna ambavyo watu wengi wanawaona kwenye nyanja tofauti kumbe ni washirika wakubwa wa hip hop. Hicho ndo ambacho mimi ningependa kukizungumza.